Asante. Swali liko, wenzetu wanasema liko sensitive, ni sualun hassasun, lina hisia sana hili, kwa sababu linahusu mambo yanayojiri katika jamii yetu baina ya Waislamu. Swali kwa tuna chombo chetu sisi Waislamu, na kama hatuna chombo chetu, kama tuna cha kwetu, mbona tumeshaanza kupelekana mahakamani? Na je, kama hakuna au kunayo, vipi kuhusu mambo ya kukaa tukapanga hii mipango ya elimu ikafahamika ukombozi wetu utaanzia wapi katika elimu hiyo? Kwanza ni makosa kusema moja kwa moja Waislamu hawana chombo chochote. Sisi tuna chombo, alafu tuna vyombo pia. Tuna chombo na tuna vyombo. Kuna chombo kikubwa na kuna vyombo vikubwa na tuna vyombo vidogo, sio? Lakini vyombo tunavyo. Tatizo letu ni kwamba hasa tukiwa wafuasi wa Ahlul Bayt, mimi napenda kusema serious, kuna mambo mengine ambayo ni ya siasa katika mapambano haya, mara nyingine tunachelewa kuyaelewa. Mimi si msemaji wa BAKWATA, lakini nawahakikishieni kwamba hata kama kuna kasoro tunaweza kuzisema, lakini nawahakikishieni kwamba BAKWATA katiba yao iliyopita, kabla ya mabadiliko ya katiba, hapakuwa pameainishwa kwamba kiongozi wa BAKWATA lazima awe msuni na awe Shafii. Ilikuwa haijatajwa. Katiba mpya ilikuja ikaainisha kabisa kwamba huyo shekhe wa mkoa, wa wilaya, wa mtaa, mpaka wa huko chini, lazima awe ni wa madhhab ya Kisuni, ya Kishafi. Ukiliona hili lazima usikie kinyana, umie, mimi mshia, sasa nafasi yangu iko sio chombo changu. Una haki. Lakini suala lilokuwa nyuma ya hapo ni kwa nini waliweka vifungu hivyo. Nataka tuelewane, kwa sababu anaweza kunyanyua mtu sauti na kupelekana mahakamani, sio chombo chetu, lakini hujui chimbuko la tatizo ni nini. Chimbuko la tatizo ni kwamba paliibuka watu ambao walikuwa wakihodhi na kuteka misikiti na vyeo. Tuko pamoja? Nyie hamjui, labda vijana hawa wadogo, nyie hamjui yale mawimbi ya kupora misikiti katika miaka yote iliyopita. Hapa Arusha mnafahamu misikiti, hata msikiti mkuu uliporwa, sio? Na watu walichukua kwa sababu mali ya Waislamu si ya Waislamu wote. Walichukua. BAKWATA walipoweka kile, ilikuwa ni hirizi ya kuhakikisha kwamba hatupori chombo, hatupori misikiti. Kwa sababu katika nchi ya jirani au za jirani, sitaji majina, wale waporaji na wanyang'anyaji wa taasisi na misikiti walishamaliza kazi. Nenda katika msikiti mkubwa kuliko yote, na nenda katika kanseli zao ukawaone, ukatizama ile swafu ni kina nani. Je, ni majority ambao ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, Mashafi ambao ndio majority kwetu? Sio. Wanaosimama na kusema kwa niaba ya Waislamu sio hao. Ni wale watu ambao hawawataki Waislamu wengine. Hiyo lugha ya mzee wetu. Kwa hiyo tumeelewana? Sijui kama mnanipata hapa. Kwa hivyo, na huku kwetu Tanzania hatari hiyo ilikuwepo. Safari hiyo ilikuwepo. Walipoona kwamba hakuna namna, wakaenda mahakamani. Lakini mahakamani hapasemi ukweli. Panasema kwamba hizi sio chombo chetu, wote ni cha watu fulani, na panatajwa na Mashia wapo. Nyinyi tangulini mkawatetea Mashia. Nukta hiyo imefahamika, eh? Sasa masala kwa BAKWATA imeanzishwaje? Kulikuwa kuna East Africa Muslim Welfare Society, ilipouliwa ikanini? Mimi hayo siingilii yote hayo. Mimi nazungumza kilichokuwepo leo. Waswahili wanasema mla leo, mla jana kala nini, eh? Tunazungumza kilichokuwa mbele yetu. Yalopita yashapita, tunaanzia wapi? Sasa kwa ujumla unaweza kumkuta mshia na yeye anashangilia, ndio bwana. Tatizo sisi kwanza, nyie washia wenyewe kajipangeni ndani. Mkija mje vizuri. Umeelewana? Kwa sababu nyie wenyewe hamjajipanga, sio? Nyie wenyewe kuna tendency za hao mabwana ndani yenu. Nyie wenyewe kuna hizo tabia za hao mabwana tunaowasema ndani yenu, kwamba kuna wengine wakitangulia pia hawataki wengine. Kwa hiyo hamna namna ya kulaumu, kajipangeni kwanza nyie. Ndio tulisema matatizo mara nyingi yanaanzia ndani, sio? Kajipangeni, hata muwe na uwakilishi tu kwamba
sisi tunawakilishwa hivi. Mnalo hilo, ni tatizo lenu kwanza. Lakini kwa muundo uliokuwepo sasa hivi na kwa mambo yanavyokwenda, mimi ni mjumbe na mshirikishwaji katika kamati zinazohusika na maendeleo ya mtaala wa elimu ya Uislamu. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Na mwezi huu wa Ramadhani ilikuwa kuna kikao, nimeshindwa kwenda kwa ajili ya hizi darasa. Sasa tutaishia wapi ni swala jingine, lakini ushirikishwaji upo. Silabasi ishatolewa, kuna kikao cha kwenda kujadili. Tuna nafasi ya kusema la, sisi haya yanayofundishwa haya yanagongana na itikadi yetu, sio? Msiposema ni tatizo lenu. Lakini kuna hatua kadha wa kadha za ushirikishwaji na vikao kadha nilivyokwenda, na hao vile vile wanaolalamika na walopeleka BAKWATA mahakamani, na wao wapo, tena wako wengi kuliko sisi. Labda maanake ni jambo nimesema liko linahisia sana. Niwapeni mfano. Mnafahamu kwamba walipochukua fursa wao kwa miaka mingi, masomo tulikuwa tukisoma katika shule zetu hizi ya Kiislamu, Islamic knowledge, kuna kutukana Waislamu wengine. Mkitaka mimi nitawaleteni sampuli, navyo vitabu vyote navyo. Nikumbusheni kesho nije navyo niwasomeeni, muone maneno yenye kinyaa katika hivyo vitabu ya kutukana Mashia, kutukana BAKWATA, kwamba sababu ya kuanguka kwa Waislamu Tanzania, mwanafunzi anatakiwa ajibu mtihani na jibu sahihi ni BAKWATA. Hivi tunajenga, tunabomoa? Yaani mwanafunzi akajibu mtihani kwamba BAKWATA ndio jibu sahihi la sababu ya kuanguka Waislamu Tanzania. Hata kama kuna tatizo, ndio linatengenezwa hivyo kwa kutengeneza generation mpya ya Waislamu wasomi ambao wanaamini kwamba BAKWATA ni malona. Mnataka hawa BAKWATA wapokeeni nini? Sasa mnataka tuwape fursa hawa? Kwa hivyo oneni tatizo mahali lilipokuwepo. Sisi bado kama wafuasi wa Ahlul Bait tuna maslahi ya kuwa karibu na BAKWATA. Haya nasema serious. Tuna maslahi bado ya kushirikiana na BAKWATA. Kubwa zaidi ni kwamba tujipange na sisi ili tuwakilishe na kuwasilisha kwetu sawa sawa. Nadhani tumeelewana hapo.